University College of Education tarehe 21 mwezi uliopita katika moja event kubwa kweli ya wanafunzi ikiwa na kichwa Unlock Your Potential. Wangapi tulikuwepo kwenye ile event? Hebu tunyanyue mikono. Tulikuwepo kwenye Unlock Your Potential Duse. Thank you so much. Lakini ule ulikuwa ni mwanzo tu. Kwa sasa naomba nimpe nafasi mmoja wa wabobevu sana katika eneo hili la uzungumzaji na kuhakikisha tunawaondolea Watanzania vijana ukakasi wa elimu kichwani na waweze kufahamu kwamba kuna maisha baada ya degree. Asante sana Mheshimiwa Masi pamoja na timu yako nzima ya Unilife University. Naomba tujipigie makofi kwa kuja. Nyinyi wengi ni madaktari hapa na mnafahamu kwamba mtu anapokaa muda mrefu mzunguko wake wa damu unaweza kawa wa taratibu na akaanza kusinzia. Unaweza kaanza kukemea pepo kumbe sio pepo, ni oxygen tu haijawa supply vizuri. Naomba tujinyooshe kidogo. Let us stretch. Nyanyua mikono yako juu kama vile umetekwa. Alafu inama kidogo upande wa kushoto. Alafu inama upande wa kulia. Safi sana, unaweza kuketi taratibu. Naomba tuwasaidie mlioko nje muingie ndani, kuna nafasi za viti huku. Kuna wengine ambao wanatoka. Kwa hiyo Mwenyezi Mungu ametupa nafasi tusikie haya. Wale nao watoka inawezekana hayawahusu. Kwa sisi ambao tuko nje tuingie tu ndani, kuna nafasi kubwa sana. Niseme kwa haraka haraka sababu muda sio rafiki. Nishukuru kuwepo hapa kwa wakati huu. Na nafahamu kwamba mna majukumu mengi, kwa hiyo mimi nitaenda straight forward to the point. Lakini ningeomba uniazime masikio yako kwa hizo dakika chache. Kwa sababu maisha tulionayo yanabadilika na yataendelea kubadilika kwa kasi kubwa sana. Wewe ni binadamu na unafahamu jinsi ambavyo umebadilika. Zamani haukuwa na ndevu kama wewe ni mwanaume, sasa hivi unazo. Kama ni msichana, kuna baadhi ya viungo ukuwa navyo sasa vimejitokeza au vimeongezeka. Ingawa kuna wengine pia wana vibusti kidogo. Tulikuwa na awamu ya utawala uliopita, sasa tuna utawala mpya kwa upande wa serikali. Tulikuwa na simu ambazo zilikuwa hazina akili, lakini sasa tuna simu zenye akili zinaitwa smartphone. Maana yake ni kwamba hizi simu sio tu inatumika kupiga simu, lakini ni simu ambayo unaweza ukapiga picha, ukarekodi video, ukarekodi conversation, ukaitumia kama internet, kama chombo cha mawasiliano kwa njia ya internet, ukaweza kubrowse the internet, ukapata madesa ya kusaidia na ukatokelezea kimaisha upande wa pili. Dunia imebadilika. Na sio tu hiyo, kuna mabadiliko zaidi tunaita mabadiliko ya tabia nchi. Yapo. Mabadiliko ni sehemu ya mwanadamu katika kukua. Na jinsi ambavyo Mungu ameumba dunia hii, ameumba kwa namna ambayo mabadiliko yawe sehemu ya maisha yetu. Lakini ukikuta binadamu, or rather binadamu wengi hawapendi kubadilika. Physical devices to connect all storage devices. Sasa hivi tunaongelea vitu vya iCloud, tunaongelea vitu vya Dropbox, wireless connections. Things are changing. Sasa kwa mtu ambaye nimekwambia binadamu amekuwa subject kwenye mabadiliko. Mabadiliko ni lazima.
Usipojipanga vizuri mabadiliko ukaendana nayo, wewe ndio utakuwa victim wa mabadiliko. Kwa nini nayaongea haya? Nayaongea haya ili nikupe msingi wa majibu ya malalamiko ya Watanzania wengi sana ambao wanasema serikali inatuangusha, wazazi wanatuangusha, kwa sababu sasa hakuna ajira. Mtu tafutie ajira, mngetuajiri jamani, mmetusomesha, mbona ajira hakuna? Najua ni raha kulalamika. Unajua ukilalamika manake it's not your responsibility, you're shifting your responsibility to another person, which is nice, isn't it? Hata Adam wakati anaulizwa, mbona wewe mambo haya umeharibu hapo bustani, wewe ndio kiongozi? Mwanamke uliyenipa, unajua mwanamke uliyenipa ilikuwa tatizo, akashift responsibility. Lakini Mungu akaanzia pale pale, akapewa pamoja na mwanamke, but you are responsible for it. Kwa ni raha sana kulalamika, lakini ngoja nikwambie, ukilalamika hakuna jawabu linalotoka katika malalamiko. Hiyo ndio habari mbaya. You complain, you feel good about it, which is fine. But at the end of the day, there is no solution, a proper solution to the way that you are complaining. Sana unaweza kupewa adhabu. Wana wa Israeli walalamika, wewe umetoa huko, tulikuwa tunakula nyama, tunakula mikate, vyakula vya bure bure, umetuita kutufi jangwani. Mungu akasema wale wote mnalalamika hamwendi Kanaani. Kwa malalamiko sio njia nzuri ya kutatua tatizo. Hello? Utanielewa taratibu. Wengine mtanielewa baada ya hii semina kuisha. Sijali. Wana wengine hawajui naongea nini. Taratibu. Kwa unapolalamika unaondoa nguvu ya kwako ya kusolve tatizo, unampelekea mtu mwingine nguvu na uwezo. Kwa wewe unakuwa powerless, kwa sababu huoni kwamba hilo swala ni la kwako. Lakini ngoja niwaambieni, dunia jinsi ambavyo imeumbwa, kwanza nimekwambia ni dunia ya mabadiliko, hata Mungu anafahamu. Pili, Mwenyezi Mungu alivyomuumba mwanadamu hakumuumba kwa namna ambayo amempa kila kitu. Huwa Mwenyezi Mungu anaficha vitu katika kila kitu, na anafurahi wewe unapovumbua kitu. Yaani Mungu akikificha kitu alafu akivumbua anafurahi, anaona fahari kwake. Ndio maana Adam, binadamu wa kwanza, hakupewa kitanda, alipewa mti. Ndani ya mti katoka kitanda. Hello? Ndio maana binadamu wa kwanza hakupewa gari. Gari lilikuwa limefichwa kwenye ardhi. Akaweza kugundua kwamba ndani ya udongo huu linaweza ikatoka gari. Sijui unanielewa? Ndio maana vitu vya thamani, they are not obvious, vimefichwa. Madini yanafichwa chini sana. Atakayeweza kuchimba kule na kufukua yale madini, mbona mtampenda mjini hapa? Ni tatizo, sijajua ni la kijiografia au la DNA. Sisi ngozi nyeusi ni wepesi sana kulalamika kuliko kupambana na hali zetu tuweze kutokelezea upande wa pili kwa njia ya ubunifu. That is a problem. Kwa hiyo kinachotokea, wazungu ndio wanagundua vitu, sisi tunaishia kuwa consumers, which is very bad. Because if you are a consumer, you are losing money. Kwa sababu dunia hii kuna watu ambao wanauza na kuna watu wanafanya nini? Wananunua. Na siku zote anayeuza anapata kuliko anayenunua. Sasa tuje katika mfumo wa elimu au tuje katika mfumo wa hali ya maisha tulionayo. Watu wengi wanalalamika kwamba hakuna ajira, lakini ajira, ni kuambie, ni mfumo ambao tunauita ni obsolete. Hebu sema obsolete. Obsolete maana yake ni kwamba umepitwa na wakati. Hello. Sasa hizo sio taarifa nzuri sana kwa msomi.
lakini ni bora ukasikia ukweli leo, ukajipanga ujue kwamba ukweli ndio huo. Hakuna kitu kibaya kusubiria ndege uko pale bandarini. Haitakaa itue kwenye maji, labda iwe ni ndege ya kutoa kwenye maji. Lakini kwa taarifa tulizonazo pale bandarini Dar es Salaam ndege huwa hazitui. Au tukakukuta pale kiwanja cha ndege unasubiria boti ya kwenda Zanzibar. Tunaweza kukutia moyo, subiri itakuja, subiri. Bado masaa itakuja, subiri. Na wewe unasubiri na mabegi yako. Tunakuwa tunakudanganya. Boti haifiki Zanzibar. Inatokea airport, haijakaa itokea. Huo mfumo umeshakuwa obsolete. Sasa serikali inaweza kufanya jitihada zake kama tulivyosikia hapa, kuna mipango na nini, lakini umesikia hata namba zile zinakotajwa, sio? Ni changamoto. Usipojiongeza ukasubiri ajira ya serikali mpaka ije kutokelezea, ndugu yangu, utakuwa tayari na mbi. Sio tu mbi za kichwa, utakuwa nazo za ndevu kama unazo, inawezekana za makopa zikatoka, mbi ndio inakuja ajira. Umeshazeeka uwezi tena. Kwa nini? Niliwaambia Palestine nilipokuwepo. Cha kwanza ni kwa sababu wasomi wameongezeka. Wasomi ni wengi kuliko mnavyofikiri. Zamani chuo kilikuwa sijui cha utumishi pale Mzumbe, kukawa na chuo cha Sekoine cha kilimo, pale Mlimani, vyuo vilikuwa vichache sana. Sasa hivi umeona hii campus yenyewe ni Kampala wamebranch. Vyuo viko vingi. Wasomi wako wengi. Unapograduate hapo sio kufikiri uko peke yako. Wale ambao mmesoma uchumi mnafahamu market inapokuwa saturated kuna tatizo hapo. Lazima kunakuwa na crisis. Kwa nini? Kwa sababu supply imezidi demand. Price must go down. Lakini cha pili ni kwa sababu teknolojia imeongezeka. Na teknolojia sasa hivi haishuki thamani wala haipunguzi speed. Teknolojia itaendelea kuongezeka siku baada ya siku. Hatuna muda wa kupita hapa kueleza. Nimekueleza tu mfano mdogo tu wa floppy disk. Sasa hivi nikiwaambia floppy disk hapa nikawanyanyua watu 100, hamna hata mmoja anaweza kunieleza floppy disk inafanana nini. Sasa kuna floppy disk ndio kitu gani? Hawajui. Sasa kimeshapotea nje. Sasa hizi kuna vitu vinavyoitwa smart technology, not just technology, it is smart technology. Kwa hiyo kuna smart cameras, kuna smart phones, kuna smart cars, kuna smart cookers. Everything is smart nowadays. Na kadri ambavyo smart technology inaingia sokoni, jua ya kwamba wewe pia inakuondoa kwenye soko la ajira. Maana smart technology inapokuja, inakuja kufanya kazi ambayo wewe ndio unatakiwa ufanye. Hello? Ndio maana umesikia hapa itafika mahali walimu wenye PhD inabidi akafundishe kindergarten. Na nikuombe Mungu, maana kuna teknolojia inakuja sasa hivi, naweza nikaongea hapa, imeshafika actually. Naweza nikaongea hapa, hivi unajua naweza nikaongea hapa, mtu aliyeko Marekani akanisikiza nikiwa hapa. Kupitia social media. There's a gateway through internet. I can do that. What if that software is deployed to all universities, whereby I as a lecturer, I don't need to be in a lecture room with you in order for us, in a physical format, in order for me to teach you. Hivi mnajua kuna siku itafika, mnakuja hapa mbele hakuna physical teacher. There's just a big screen hapa. Lecturer yuko pale University of Dar es Salaam anafundisha vyuo vyote vilivyoko Dar es Salaam katika mambo ya economics au katika mambo ya medicine. Umewahi kufikiria hao walimu wengine wanafanyaje? Hello? Sasa hivi kuna teknolojia ambayo wewe kama daktari unafanya operation, hauhitaji kuwa na madaktari wengi wasaidizi kwa ajili ya kusaidia. Maana wale madaktari umeshaanza kuingia kwenye chumba cha operation. Kuna mwingine kazi yake kuleta mkasi tu pa. Mwingine kazi yake kuleta siki nini spatula, sijui mwingine kazi yake kufuta tu pale damu kumwagika. Wao kama 6-7 hivi. Kuna teknolojia imekuja sasa hivi, unahitaji daktari mmoja tu kufanya operation. Sababu robot yuko pale anafanya operation. Tunaenda wapi? Kwa ni lazima ujiongeze. Mwambie jirani yako jiongeze. Jiongeze.
Halo. Usipojiongeza utailaumu serikali kuanzia asubuhi, utamlaumu Mheshimiwa Esther Masi hapa kwamba bwana utuwakilishi vizuri serikalini, utamlaumu baba yako kwamba alikusomea, alikulazimisha usome kozi ambayo hukuipenda, utalaumu girlfriend wako kwa sababu alikuwa anakuchukulia muda, utalaumu kila mtu unayemwona mbele yako. Bado ngoma imesimama ti. Ngoja nimalizie kwa sababu muda wangu umeisha. Tunafanyaje? Muulize jirani yako tufanyaje sasa? Mwana wewe ukienda kijini kwenu wewe mtaalamu ujue. Unaonekana kwamba unafaa. Lakini ndio hivyo, ajira hakuna. Lakini kwamba ajira hakuna ndio mwisho wa maisha? Hapana. Unatakiwa jambo la kwanza kujiongeza. Kwa kuanza kufikiria, nitakufikirisha kwa haraka kwa sababu muda wangu umekuwa changamoto. Cha kwanza ni lazima ujitambue wewe ni nani. Lazima ujitambue. Sasa ukimuuliza mtu wewe ni nani, kama mimi ni John Abdalla au John Shabani au John Mtukamazina, nimesomea mambo ya sheria, mimi ni mwanasheria, mimi ni mwalimu. Mimi sizungumzi hilo. Kila binadamu hapa ana kitu kinachoitwa special assignment. Mwenyezi Mungu alipokuruhusu uzaliwe duniani kuna assignment umekuja kuifanya. Na ile assignment ndio imebeba ajira. Kila mtu hapa ana ajira binafsi. Isipokuwa ni kwamba hatuangalii vitu vya ndani, tunaangalia vitu vya nje. Unaenda kusomea udaktari usafishe nyota ya ukoo, maana udaktari wewe kwenye ukoo wenu hamna mtu ambaye amesomea udaktari. Unasoma BCom, Banking and Finance kwa sababu ndio kuna hela tena yeye utaenda kufanya kazi. Lakini how many things unavyo ndani? Na kitu cha kwanza cha kuangalia ajira ambayo Mwenyezi Mungu amekupa, kipaji ulichonacho ni muhimu sana. And it is not too late to start developing your passion and your talents. Mmemsikia yule kijana pale JK amesoma lakini ana kipaji. Na kipaji anakitumia vizuri kuliko elimu alionayo. Sijasema usisome, soma, maana hata mimi nimesoma. Lakini kinachonipa nguvu sasa hivi ni kipaji nilichonacho kuliko kusoma. Maana kusoma kila mtu sikizi kasoma. Na inawezekana umesoma kuliko wewe. Lakini kitakachokupa value kwenye thamani kwenye soko ni kipaji. Kipaji hakijawahi kumwangusha mtu. Na ukiwa na kipaji ndugu yangu utapata access kila mahali. Mimi sijui kipaji nilichonacho ni nini. You can start from there. You can start the passion that you have. I don't know what kind of a passion. Kuna watu wengi sana wameua vitu walivyonavyo kwa sababu ya kutokuangalia vipaji walivyonavyo. Kwa hiyo anza kujiangalia. Cha pili unachotakiwa kufanya, anza kufanya biashara sasa hivi. Start a business. I don't care how small the business will be. Start a business. Anza biashara. Hata kama biashara itakuwa ya kuuza ubuyu, anza. Hata kama itakuwa ni ya kuuza leso na vitambaa, anza. Utasemaje Uvanda nitaanzaje kuuza biashara? Mimi sio mfanya biashara. Jifunze. Hata kusoma ulikuwa hujui, si ulijifunza? Wangapi wanaweza kusema tebo ya 6 hapa? Nikimsomisha anaweza akasema tebo ya 6 bila tatizo. 1 mara 6 6, 1 2 6 mara 2 12 6. Nani anaweza kufanya hivi? Hebu nyosha mkono. Yuko hapa. Kumbe uko wachache. Sasa unakumbuka ulipoanza kusoma temu ya 6 ilipokuwa ngumu? Lakini sasa hivi unaweza kumsomisha hapa akaisema temu ya 6 yote tena kwa kufuma macho. Hata nikamwambia 6 mara 10,000 bila hata kufikiria ataniambia 6 mara 10,000 ngapi. Lakini nilipokuwa shule darasa la 3 ukiambiwa 6 mara 10,000 unaambiwa haiwezekani. Pointi yangu ya msingi napomalizia. Pointi yangu ya msingi ni kwamba kuanzia sasa anza kujifunza kitu chochote ambacho unakiona ni rahisi kufanya mwanzoni kilikuwa kigumu. Everything which is hard in the first everything which is easy in the first place it was hard.
Ndio maana sasa hivi unaweza kutembea mpaka ukakimbia, lakini siku unaanza kutembea ulidondoka mara nyingi sana. Kama hujui, kamuulize mama yako. Haukunyanyuka, tunaanza kutembea wakakimbia. Ndivyo ilivyo na biashara, ndivyo ilivyo na kugundua kipaji chako. It will take some time, but it will pay you big time. I wish to continue, but my time is up. You guys have been awesome. Thank you so much for listening. Naomba tumpigie tena makofi Tony. Tony ni mmoja wa watu ambao wamejikita amesha maisha yako kuhakikisha kwamba wanasaidia vijana wengine. Hapa ametoa sehemu tu kwa wale ambao tunamfuatilia vizuri. Usisite kutembelea ukurasa wake wa Instagram Tony Inspirational Talk, lakini pia kwenye ukurasa wake wa YouTube ambapo ametupia masomo ya kutosha kabisa. Tony Inspirational Talk, vivyo hivi unaweza kujifunza mambo mengi, na naamini wataalamu wa utumiaji wa mitandao watakuja kulizungumzia hili vizuri, ni kwa jinsi gani unatumia mitandao yako vyema.